Karibu tena mtazamaji na shukran sana kwa kuchagua taarifa za mbiu ya KTN. Mtazamaji, huenda wamiliki wa shamba la Del Monte wakalipoteza hivi karibuni iwapo mapendekezo ya wakazi wa mtaa wa Kandara yatatiliwa maanani. Kamati ya bunge la kaunti ya Murang'a imekamilisha vikao vya umma ambapo wakazi walielezea mateso ambao wanapitia, ambayo hadi sasa wanapitia kutoka kwa maafisa walioajiriwa kwenye shamba hilo. Kamati hiyo sasa itaketi na kuangalia kwa undani mapendekezo ya mikutano ambayo imefanywa na kubaini iwapo hekari 10,000 za ardhi hiyo zitarejeshewa wenyeji. Tushikane pamoja, turudishiwe shamba letu. Mashamba ni mengi, kuna Kakuzi, kuna mengine ya Ngaria na Wazungu. Unasikia hata nyinyi mnajua kuna mmoja huko pande ya Rift Valley alikuwa anaitwa Tom Chomri, anatoa bunduki, anachapa Muafrika na bunduki, na ile shamba anampigia ni shamba yetu sisi wa Afrika. Mtazamaji, seneta wa kaunti ya Embu Lenny Kivuti amemtaka gavana wa kaunti hiyo kuangazia wenyeji ambao walisahaulika katika ugavi wa ekari 54,000 za ardhi ya Mwea. Kivuti anasema wakati wa kugawa ardhi hiyo, mtazamaji, baadhi ya mashirika yaliyopata kiasi kikubwa cha ardhi na hivyo basi kuitaka serikali ya Martin Wambora kugawa ardhi hiyo na kuwapa wale ambao hawakufaidika kutokana na zoezi nzima. Suala la ukosefu wa ardhi kwa wenyeji limekuwa likitumiwa na wanasiasa wakiwaahidi kwamba watatafuta suluhu baada ya kuchaguliwa. Kivuti pia ametoa wito kwa familia ambazo zina wana wachanga kwamba wasiuze ardhi zao kwa manufaa yao. Patia wale tunajua wameishi hapa na wakupatiwa title. Ukipata title, na hakuna nchi ambao kila mtu atapata title. Mzee kama huyu ukipata title, uko na watoto wangapi? Sidi wengi, kila mtoto atapata. Seneta Elizabeth Ongoro kwa wakuu wa ODM, hali kadhalika hadithi ya Raila Odinga kuita chama cha Jubilee ng'ombe. Si hayo tu, usicheze na ugali mbele ya gavana wa Nairobi Evans Kidero. Mirindimo inaanzia Migori ambako kulikuwa na ubabe wa siasa na mzozo wa nguo kuchanika. Wafuasi wa Okoth bado hawali sani moja na wale wa Ochilo Ayako. Jo iliitwa na mbunge wa Migori ambaye ni Junet yetu. Jo iliitwa na mbunge wa Migori, iliitwa na mbunge wa Migori. Katika mtaa wa Woodley mjini Nairobi, ODM ilikuwa hapa, dhima kuu ikiwa ni kuhakikisha kuwa inashamiri katika uchaguzi mkuu ujao. TJ Kajwang alikuwa jukwani na mama taa, yani Esther Passaris, ambaye amerejea kwa baba. Ila habari kuwa alikuwa kapewa tiketi ya Ruaraka zilimfanya seneta Elizabeth Ongoro kufika kwa fujo katika makao makuu ya Chungwa kama nyati aliyejeruhiwa. I've taken enough nonsense so far. And I want to ask this. Right now, tunasema we are going for free and fair elections. Si hayo tu, baba akapata sehemu yake ya mipasho. I will be on the ballot for the Ruaraka parliamentary seat. Ongoro alipokuwa akililia haki yake Nairobi, Juma ni mbunge Juma ni mbunge. Katika kaunti ya Kilifi, upepo wa upinzani kwa Aisha Jumwa ulikuwa ukivuma, ila anasema yuko imara. Sisi hatutaki nyenyenye. Ukileta nyenyenye, fimbo fimbo fimbo. Akaleta habari zaidi. Nataka tupate jawabu kutoka kwa National Election Board hivi leo kabla saa 12 ya kwamba ni vipi uchaguzi wa Malindi utafanyika, la sivyo kesho asubuhi tutatoa declaration. Halafu baba anahusisha chama cha Jubilee na ng'ombe, jambo linalowakera wafuasi wa Jubilee. Hii ng'ombe maana ita Jubilee
tayari tumeshafunga kamba, kisu tumeweka kwa shingo yake. Wakina Kenan na Elmi wanafikiri ati ile ng'ombe iko na maziwa ya kukamwa, watoto wa Kenya wanakunywa, inaitwa Jubilee. Kwani wewe wameona? Hata wewe namuuliza Raila Amolo Odinga, kuja tukamua hiyo ng'ombe kwa sababu ndio iko na maziwa. Lakini katika uwanja wa Kasarani, Bi Rachel Shebesh naye alikuwa katika malimwengu yake, akapata burudani na wafuasi wake. Na gavana wa Nairobi Evans Kidero, ugali ni sehemu yake. Mtu ambaye anakuja katikati yangu na ugali, mtu ambaye anakuja katikati yangu na ugali nini? Katikati yangu na ugali. Mjini Mombasa, wanaouza mili yao walikuwa barabarani kulaani mauaji ya mmoja wao. Swali yangu ni moja tu, muuza chake ufungwa. Haya basi, tumalize na ngoma za mjini zinazochezwa kimtindo mtindo. Mbali na mapambano ya Ongoro. Paul Nabiswa, Mirindimo. Haya mtazamaji, tukiachana na Mirindimo, basi tuelekee katika ofisi zetu katikati mwa jiji ambapo nitazungumza na Lee Mushiri ambaye ni mgombeaji wa kiti cha ubunge eneo la Roysambu kuhusiana na swala zima la kura ya mchujo, na vilevile kumekuwepo mtazamaji na wagombeaji wengi wakilalamika kuhusiana na visa vya mapendeleo. Wanataka haki na ukweli kutekelezwa katika kura hii ya mchujo. Na Bwana Lee, wapo unanipata, karibu sana kwenye studio zetu. Na swali langu la kwanza ni je, unaridhishwa na mipango ambayo imewekwa na chama cha Jubilee kuhakikisha kwamba kura ya mchujo inaendeshwa kwa njia ya haki na usawa? Asante sana kwa kunialika hapa KTN. Habari? Salama kabisa. Kweli ni kwamba katika lile swali ambalo umeniuliza ni kwamba kwamba tumeridhika na mipangilio ya siasa ama habari za nominations za chama chetu cha Jubilee. Ukweli ni kwamba bado hatujaridhika kabisa, kwa sababu hatujapata mipangilio kamili jinsi mambo yanavyoendelea, kwa sababu mpaka sasa hatuna habari jinsi ambavyo wamechukua wale tunaita returning, presiding na clerks wa zile stations. Vile vile hawajatambua kabisa na kutupa orodha ya polling stations ili tuweze kujua ni sehemu gani ambapo tutakayepigia kura. Lakini hata na hivyo, mimi nasikia ya kwamba niko tayari na tuko tayari kama wapinzani ama wale ambao tunagombea viti za ujumbe, MCAs na wale wengine. Lakini bado tuko na ule ushauri tuko nao kwa chama. Tunaomba tafadhali, kwa sababu hii jambo ni sugu sana katika wakati huu, tungeuliza chama chetu kiweke mikakati kabambe kuhakikisha ya kwamba tunapewa a free and fair election ya nominations ya chama chetu, ndio zote tuweze kuridhika kwa wale ambao tunagombea viti hivyo. Kwa sasa jinsi tunavyoona, kidogo tunaona kama chama inaegemea sana pande ya wale ambao wanakalia viti zile za ujumbe za MCAs, na mpaka hapo tunasikia wakijivuna wengine ya kwamba tayari wako na certificate kwa mifuko, tayari wako na support ya deputy president, wako na support ya ofisi na mambo kama yale. Lakini kwetu tunaona hizo tu ni propaganda. Na tungetaka chama chetu, ofisi kuu ya chama cha Jubilee, kuondoa jambo hilo kwa fikira za watu wetu na supporters wetu, ili sisi zote tuelekee kwa hii safari tukiwa na lengo moja. Let the best candidate win.
Hiyo ndio tunasema. Na tuko tayari kuunga mkono chama chetu kwa hayo. Na Bwana Mshiri, umekuwa siasani kwa siku nyingi tangu enzi za PNU. Mbona unasimama ubunge? Kuna viti vingine kama vile useneta na ugavana, mbona hujaenda katika kuwania pengine useneta na vile ubunge? Na samahani, useneta na ugavana. Swali hilo ni swala nzuri kabisa, lakini lazima pia ieleweke ya kwamba sisi zote hatuwezi kutoshea kwa viti vyote, na ili kwamba sisi kama chama haswa katika kaunti ya Nairobi tuliketi pamoja na Deputy President pale kwake kwa mwaliko wake, na tukaweza kuzungumza na tukaweza kufikia na mafikiano ya kwamba tukubali ya kwamba kiti kimoja kiweza kukaliwa na mtu mmoja wakati mmoja, na kwa sababu hiyo tukasema pia keki ya Nairobi lazima tugawane na wenzetu wa kabila mbalimbali kutoka eneo mbalimbali ili zote tujumuike pamoja kama Wakenya. Na hiyo ndio ikafanya tukubaliane ya kwamba sisi kutoka Mlima Kenya tuchukue kiti ya governor, wale wengine tuwaachie kiti ya senator, wengine pia tuwaachie kiti ya deputy governor na kile ya kina mama. Hiyo ni mashauriano ambayo tuliyokuwa naye, na ndiposa ikanibidi nione ni kweli nilikuwa nataka kugombea kiti ya useneta, lakini nikaona kupea wengine nafasi pia nishuke niweze kwenda kuhudumia katika nafasi ya ubunge, kwa sababu pia hilo ni nafasi ambalo ni nzuri na ningependa kutumikia watu ya Roysambu. Na Bwana Mshiri, ni sababu gani ambayo umewapa wakazi wa Roysambu ili waweze kukuchagua? Ni kitu gani ambacho umewatendea ambacho wanaweza kupata sababu ya kukuchagua, na ni mikakati ipi ambayo umeiweka kuweza kukabiliana na mbunge wa sasa? Mikakati yenyewe nimeweka kabambe, na kama navyozungumza sasa hivi ni kwamba sisi tumeanza kuchapa kazi hata kabla hatujachaguliwa. Ukiuliza wakazi wa Roysambu, tukianza na vile Roysambu ward itself, utasikia kuna kazi tumechapa. Tuna karabati mabarabara zile ambazo zingine hazipitiki kabisa, kama ile Lumumba Road tumefanyia kazi kidogo. Tumeendelea kuhakikisha mataa za street light kule Githurai, kule Kahawa West vile tumefanya, na haswa sana hivi juzi tunaendelea kufanya ukarabati na kuhakikisha ya kwamba watu ya kule kiwanja kule university wamepata maji, kwa sababu maji kule imekuwa ni haba mno, especially wakati huu wa kiangazi. Na hizo ni baadhi ya zile kazi nyingi ambazo nafanya. Kwa sasa hivi kwa vijana nimewa engage positively. Niko na tournament inaitwa Limu Chiri tournament inaendelea ya football, iko hiyo ya volleyball vile inaendelea, na boxing na finals zitakuwa kama tarehe 16 hivi kule Kamiti Maximum Plizo. Watu wanajua Lee anataka kuchapa kazi, mimi ni kazi naomba ili niweze kutumikia na kufanyia watu ya Roysambu kazi, na sio tu porojo ama siasa tupu. Na hiyo ndio ambaye nimewekelea kwa meza, unlike yule mjumbe ambaye sisi tunasema atupe nafasi kwa sababu ameshindwa na kazi. Yeye ya kwanza alishindwa kabisa na kazi aliyetumwa na wananchi wa Roysambu kufanya katika bunge. Unaelewa ya kwamba ameshikilia rekodi ya mwisho katika wale ambao wamechangia mambo katika bunge ambaye yanahusu wananchi. Pili, katika maendeleo yake ni duni kabisa. Hamna kitu tajabu ambaye anaweza kusema amefanyia wananchi wa Roysambu kana kwamba imewasaidia na kuchange lives zao positively, haswa vijana. Kwa sababu hiyo mimi nasema naona natosha zaidi, na yeye ni wakati wake sasa kukaa kando na kuangalia kazi uchapwa namna gani. Naam. Bwana Mshiri, ni changamoto lipi kuu ambalo linawaathiri wakazi wa Roysambu ambalo unasema kwamba ukichukua kiti cha ubunge ama ukichaguliwa kuwa msimamizi wao utaweza kulitatua? Hebu niseme kwanza, jambo la kwanza na lile sugu zaidi, tangu tupate ungatuzi wa this what we calling county governments, Roysambu imebaki nyuma zaidi. Mgao wa county government ya Nairobi katika Roysambu hatujaupata, kwa sababu labda one way or another viongozi ambao walichaguliwa wakati ule wameshindwa kabisa kutetea watu wetu. Mambo ya mabarabara, tuseme hizi barabara tunaita za maram ama hizi za mitaa,
hakuna barabara hata moja ambaye kwa wakati huu kama sasa mvua inanyesha inaweza pitika, na hilo ni jambo ambalo linatukera sana na linakera watu ya Roysambu kwa njia kubwa sana. Uhaba ya makazi, vijana wetu kubomolewa makioski hata kule ambapo wanafanyia kazi zao ndogo ndogo, ni kubomolewa na county government yetu. Hakuna sauti ya mjumbe. Mambo yale mengine tunasema baadhi yao ni kama vile kuinua hali ya vijana, kuwa engage positively ili mambo ya madawa ya kulevya na pombe ambazo sio halali waweze kuondoka kwa jambo hilo na janga hilo ambalo linakumba taifa letu kwa sasa. Hayo ni baadhi ya yale mambo ambayo nataka kwenda kufanyia wananchi wa Roysambu. Naam, Bwana Muchiri, nikimalizia, je, ukishindwa katika kura ya mchujo utaweza kumuunga mkono atakayeshinda? Jambo hilo pia ni swala ambalo ni muhimu, na nataka niseme hapa kwa watu ya Roysambu, ikiwa ni mapenzi ya Mungu wanichague nitashukuru, lakini vile vile wakiona ya kwamba sitoshi na wamchague mwenzangu mwingine yeyote, niko tayari kama jana kumuunga mkono, kwa sababu mimi ni mmoja wa wale ambao wanaamini kiti kimoja lazima kikaliwe na mtu mmoja wakati mmoja. Na kwa sababu hiyo nasema kwa roho safi nitamuunga mkono sawa sawa. Lakini hapo pia tuelewe, tumesema na nasitiza tena na tena, lazima uchaguzi wa nominations uwe wa free and fair, wa hadhara ambao una usawa na una ukweli. Na mpaka sasa tunajua kuna wengine ambao hawajaanza kampeni wakisema ya kwamba kama vile nilikwambia kwanza, wao wako na nomination papers ndani ya mifuko yao, wanaongoja tu siku hiyo sisi tuendelee kuchapa kazi, lakini wao ndio watakuwa nominated. Tunataka chama iondoe mambo hayo kwa fikira zetu ili tuone ya kwamba kuna usawa. Nahimiza hilo sana sana sana. Hatutaki chama chetu kiende katika ule mlengo wa wale ndugu zetu wa NASA, vita na mambo mengine ambayo hayafai. Tukipewa level playing field, sisi tutadumisha amani, tutafanya uchaguzi wa amani, na nakwambia kama sitachaguliwa na watu ya Roysambu nitamuunga mkono yule ambaye atachaguliwa. Naam, asante sana Mheshimiwa Lee Muchiri, tunakutakia kila laheri katika kura ya mchujo na kampeni zako kwa jumla, na kuombea Mola akipenda kama vile umesema ukuwe mbunge wa eneo bunge la Roysambu. Na basi mtazamaji, kabla ya kutamatisha taarifa zetu, tuelekee katika kaunti ya Kwale tena. Naarifiwa kwamba kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka anazungumza, ni mkutano wa Wiper katika kaunti ya Kwale. Uchumi kupitia upande wa utalii wetu. Kwa hivyo ambao wana ujuzi dunia nzima, mimi nikiandamana na ndugu yangu Ali Makwere, na hapa kuna kijana Stanley Matano, mimi nilikuwa nikisikia Matano, kweli baba yake ni photocopy. Huyo mzee alimzaa photocopy yake hapa. Yule ambaye anataka kuwa senator, uliomjua Matano, Robert Matano, wanaona kwamba huyo kweli ni photocopy. Na hapa kuna kikundi cha wazalendo ambao mtaonyeshweni na gavana mtarajiwa Ali Makwere, ambao wanataka viti vya ujumbe na MCAs, ma-MCA ambao ni wengi zaidi. Safari hii mimi nimekuja kudai kama kiongozi wa Wiper, wakaaji wa Kwale munipatie viti safari hii vya Wiper. Wangapi atafanya hivyo? Utanipatia viti? Utanipea wabunge? Utanipa gavana? Utanipa deputy governor? Kwa hivyo mimi sina haraka. Thank you. Thank you. Nakusikia sana. Kwa hivyo kutoka ma-MCA, wabunge, women rep wako kule, pengine sijui kama mmepata candidate, tutaona hapa. Na kwa hivyo naomba tu tusikilizane kidogo. Wakereketo hawa. Mimi naomba safari hii vile ambavyo mtaangalia wale wengine, mjue kwamba mimi ni mmoja wenu kwa njia nyingi zaidi. Mimi dada yangu ambaye alizaliwa mimi katoka tumbo moja, dada yangu na mimi nikamfuata. Yeye ni mkaaji wa Perani, tulimpumzisha hivi majuzi, na kwa hivyo familia yake iko huku, wanaishi huku.
na wanaishi kwa heshima yote pamoja na wenzao wakazi wa Kwale. Kwa hivyo mimi nikiwa mmoja wenu kwa njia nyingi zaidi, na juzi nikaja hapa tukafanya hata harambee. Mnakumbuka Hassan Sarai tulifanyia harambee kidogo maimams, mnakumbuka hiyo? Wewe Mutungi unakumbuka? Nakumbuka sana. Tulikuwa pale ambao wanafundisha Qur'an na wale wengine tukafanya mchango. Tumekuja sio mara 2 mara 3. Mimi naona maoni yangu nikirudi safari ile ingine na ambayo itakuwa hivi majuzi, kesho tunaelekea Kinango. Kwa hiyo nataka niende niangalie mahali gavana wenu alitupia watu wake sumu ya machozi kwa sababu kina Joho alienda kufanya mkutano halali alafu akapigwa tear gas. Mimi nitakuwa kule nione kama na mimi atanipiga pia tear gas kesho. Wangapi ataandamana na mimi tuende kule? Kwa sababu serikali ya Jubilee imejiami na arsenal mbalimbali, ati kwa sababu mnajua sisi na ndugu zangu Raila na Weta, hata kabla ya ndugu Musalia kujiunga nasi, tulisema wafisadi ambao waliiba kura ya mwaka 2013 waende nyumbani. Tukasema IEBC must go. Walienda wakwenda? Walienda kwenda. Tulitumiwa sumu ya machozi hiyo, tukatumiwa tear gas, tukafanywa nini, maji yenye maajabu kama ingine. Nimeona watu wa Syria wanatumiwa, kina mama, watoto. Mpaka sasa karibu vita vya dunia vitokee upande wa Syria. Mambo haya hailingani na demokrasia ambayo katiba yetu imedhibiti vilivyo. Kwa hivyo watu wa Kwale, mimi naomba muwe wakakamavu. Nyinyi mnajulikana kama watu ambao mnazingatia demokrasia. Muungane, muwe kitu kimoja, tubaki ndani ya NASA. Na mimi wenzangu nataka niwahakikishieni kwamba tutakaa hapo. Hata kama ni kukanyangana, mimi na wenzangu tunakanyangana pale. Juzi nadhani nimeeleza Kenya wazi kwamba mimi sio yule Kalonzo alikuwa anaitwa ati diplomasia. Ndugu Makwere, tuwe washenzi ndio tuokoe Kenya hii. Bila kuwa washenzi, asema muungwana huyu, muungwana hafanyi lolote. Mimi sitakupiga jiwe ndio, lakini nitakutumia gurudumu moja la maneno ambalo utajaribu kupigana navyo mpaka unaumia. Kwa sababu lazima tutumie bongo ambazo Mungu ametupatia tuokoe Kenya hii kutokana na wafisadi. Na ndio tukaja leo ili tuambie safari imeanza tarehe 8 mwezi wa 8, na tumeuliza IEBC swala muhimu zaidi. Juzi tulipokuwa pale na wenzangu tukamwambia, nyinyi timu mpya ambao nyinyi mmetumia jasho letu mkaingia kwa mamlaka, nyinyi mtakuwa kama wenzenu wafisadi ambao mtasimamia wizi wa kura tena? Wakatuhakikishia la, hawezi kufanya hivyo. Basi tukaulizeni swala muhimu, nyinyi mko tayari kweli kuhakikisha kwamba tarehe 8 mwezi wa 8 kura zitapigwa? Wakasema tuko tayari. Na sisi tukamwambia basi na sisi tunawapa kila support. Na ndio kwanza kwa mfano hawa Jubilee waliposikia na mimi ni kusema pale Mathare, nikasema hili tuhakikisha kuna wizi tena wa kura. Ikiwa watatangaza matokeo katika constituency ya hapa tulipo ni Msambweni, si ni kweli? Hapa Msambweni kura zikihesabiwa za MCA, za president, za magavana zikitangazwa hapa, na koti imetoa uamuzi tayari na washangilia sana. Hizo kura zitangazwa hapa Msambweni zinakuwa ni final, hazitatangazwa tena huko Nairobi, kwa sababu hiyo walikuwa wanafanya ukarabati ikisipeperishwa kupelekwa Bomas ya Kenya. Ikiwa Raila juzi alipata 1000, ikifika kule Bomas ni 200. Na mimi nikasema, Raila, mimi siwezi kuvumilia. Wewe uliibiwa mara 2, mimi zangu zimeibiwa na wewe, mimi sitakubali tena. Wizi wa kura ndio umerudisha Kenya nyuma. Kwa hivyo uamuzi huo wa mahakama una maana zaidi, na ulilingana na vile tulisema kwamba tutakuwa na PVT, parallel voter tallying. Tuliposema hivyo, wanajubilia wasema kina Kalonzo wanataka na Raila na Mutavadi na Wetangula wanataka kuleta furugu Kenya. Hatuna haja ya kuleta furugu, lakini nyinyi wezi wa kura ndio wenye furugu Kenya hii. Tunaambieni hiyo.
Hakuwezi kuwa na amani ikiwa kila baada ya miaka mitano uchaguzi unafanyika, nyinyi mnaandaa wananchi kwamba mtapiga uchaguzi wa haki na kweli, free. Na mtazamaji, ni mkutano ambao unaendelea huko Kwale, mkutano wa chama cha Wiper ukiongozwa na kiongozi wa chama hicho cha Wiper Kalonzo Musyoka, katika juhudi za kukipa chama umaarufu katika maandalizi ya uchaguzi mkuu ambao ni tarehe 8 mwezi Agosti. Na basi mtazamaji, tutakomea hapo kwa taarifa zetu za mbiu ya KTN Jumamosi hii. Na kwenda zangu mtazamaji, Franco Tieno atakuwa tayari na kipindi cha Dau la Elimu. Hii leo anasema wako katika shule ya sekondari ya wasichana ya Starehe. Mada ni ufadhili kwa wanafunzi wasio na uwezo wa kulipa karo. Ni katika dakika chache zijazo mtazamaji, nenda zangu kukuandalia taarifa za KTN leo weekend. Hii leo mtazamaji, ikiwa ni Jumamosi, tunayo makala ya Wako Wapi. Basi usikose kutazama makala hayo. Mimi ni Mary Kilobi, kwa heri kwa sasa.